TV bora ya maadili. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni rasmi sasa kuwa ile ziara fupi ya dai wa kimataifa Sheikh Nurdin Kishki, yule mkurugenzi wa Al-Hikma Foundation, wale wanaoandaa mashindano makubwa zaidi ya kuhifadhi kitabu kitakatifu cha Qur'an ya mabara yote duniani, yalofanyika katika uwanja wa Benjamin Mkapa katika nchi ya Tanzania. Amewasili salama salmini katika nchi hii ya Kenya, na kwa sasa ameshamaliza taratibu zote za kuwa mgeni katika eneo hili ama katika nchi hii, na hatimaye msafara unauona umechukua mapumziko mafupi hapa katika eneo la No Man's Land kwa ajili ya kupumzisha kidogo, halafu tuanze msafara wa kuitafuta county 001 kutoka katika eneo hili la county 002. Njoo tumsikize Sheikh atuambie safari yake imekuwaje na pengine watu wa Mombasa watarejea nini zaidi. Sheikh, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pole kwa safari ya takriban pengine masaa 8, najua umerauka sana hadi kufika Kenya, lakini kwanza nikwambie wana Mombasa tunakupenda sana. Tutarajie nini zaidi katika ujio wako huu wa ziara fupi hii Sheikh? Bismillahir Rahmanir Rahim. Nami nawapenda sana na namuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala awapende kama mnavyonipenda kwa ajili yake. Wallahi ziara yetu hii ni fupi, ni takriban siku mbili, Ijumaa na Jumamosi, na Jumapili tutahudhuria kwenye Agit. Baada ya hapo tutageuza. Kwa siku mbili hizi ni wadhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin, kumbusha, hakika ukumbusho itawafaa waumini. Kwa hiyo siku zote nasemaga hatuji na jipya, ni yale yale, isipokuwa sisi ni wapya kwa sababu ni wageni. Kwa hiyo niwaambie tumewaletea chakula cha roho, wakae mkao wa kupokea. Mkao wa kula. Kina mama wana hamu sana Shekhe. Moja katika mihadhara ambayo inatarajiwa kwa wengi zaidi ni muhadhara wa kina mama, zaidi ya mashekhe 6 mahali pamoja. Pengine unaonaje kwenye hili? Wallahi pia nimefurahi kupatikana kwa muhadhara kina mama siku ya Jumamosi asubuhi pale kwa Sheikh Ali Bahero, Markaz Hanifia Samha. Kina mama inshallah wategemee kwamba watafaidika kupitia mashekhe mbalimbali, na mimi inshallah nimejipanga kuwapa darsa nzuri sana ambayo itawajenga kiimani na kiakida biidhni arrahman alladhi allama alquran. Asante sana. Wacha mtazamaji, msafara huu wa dai huyu wa kimataifa hayuko peke yake. Yuko na mmoja katika mashehe vijana vipenzi, Sheikh Abdallah Abdul Qadir yuko upande wa pili, lakini pia kuna shehe kutoka katika nchi ya Burundi. Aliposikia dai anakuja katika nchi ya Kenya akasema na mimi ni lazima nami ni lazima msafara huu haunipiti. Ni Sheikh Abdul Jabbar. Sheikh, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Habari za Burundi? Nzuri kwa kweli, alhamdulillah. Burundi tuna kando tuna maamkizi yaliyomema. Kiburundi tunasema karibuni Mombasa. Tunasemaje Kiburundi Sheikh? Ati karibu murisanze. Karibu Sinzanze. Murisanze. Karibu Murizanze, ndio karibuni Mombasa. Sheikh Abdulbar, lakini pengine wana Mombasa watarejea nini zaidi kutoka kwako? Kwa kweli kama alivyozungumza, baada ya kumshukuru Allah na kumsalia Mtume, kama alivyozungumza Sheikh, hatuna mapya, lakini yapo yale ambayo yameandaliwa, na nina imani kwa kweli kwa uwezo wake Allah Subhanahu wa Ta'ala watu watanufaika insha Allah Ta'ala. Nikuache uendelee kupumzika. Acha tumtafute Sheikh Abdallah Abdul Qadir kwenye gari hapa mbele, naye tusikie ndugu yangu Sheikh kijana. Pengine Sheikh, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pengine Sheikh, hii si mara yako ya kwanza, si mara ya pili kurudi Kenya. Pengine kwa nini sana unaipenda Mombasa? Wallahi kwanza niseme alhamdulillah tulipofika huku na Allah baada tufikisha salama, maana baada kuna kipande pia cha safari. Watu wa Mombasa tunawapenda na wanatupenda, na hii inaonyesha kwamba mioyo inaivuta baadhi kwa nyingine. Ndio maana safari zinakithiri Mombasa, na subhanallah tawe mwenye shahidi Sheikh Muhammad Khatib, na sisi pia tunawavuta huku na nyinyi mnatuvuta. Kwa hiyo alhamdulillah, na hii inajulisha dalala ya
kwamba watu wa Mombasa wametufungulia nyoyo zao, wametupenda na sisi tunawapenda, na Allah adumishe huu upendo na hii kazi ya da'wa atuwafikishe ndani yake. Naam. Asante sana Sheikh, nikuache upumzike na mtazamaji, kaa mkao wa kula kupitia Al Hajar TV, utazame matukio na yote yatakayojiri katika ziara fupi hii ya dai wa kimataifa akiongoza msafara wa mashehe hawa wawili, Sheikh Abdallah Abdul Qadir pamoja na Sheikh Abdul Jabbar kutoka katika nchi ya Burundi, katika ziara ya siku mbili katika eneo la County 001, eneo la County ya Mombasa. Kikubwa zaidi kuwa nasi Al Hajar TV, utapata kujua yote ambayo utajifunza, utajielimisha, na kikubwa zaidi katika dini utazidi kunufaika pakubwa na mihadhara hii, kuanzia hutuba za Ijumaa ambazo zitatolewa na masheikh hawa watatu, na vile vile mihadhara ikianza Jumamosi, muhadhara wa kina mama katika eneo lile la Bakarani kwa Sheikh Ali Bahero, na siku ya Jumamosi pia baada al-maghrib atakuwa nao ama tutakuwa naye katika msikiti wa Jebran maeneo ya Mtwapa. Geuka tu upande huu wa pili, huku tumeona Shekhe ni mmoja tu katika maafisa, alipoona msafara akasema naye atamani aje asikie tu kauli ya Shekhe, amsalimie, na ndo tunavyoona haya ni makaribisho ya Sheikh Nurdin Kishki, dai huyu wa kimataifa. Lakini kama huja subscribe, hakikisha una subscribe Al Hajar TV ama download app yetu ili usipitwe na yote ambayo yatakayojiri katika ziara hii. Mimi nilikuwa wako Mohamed Atibu Abdallah, ndio langu jina. Wenyewe wanasema ukiliona refu sana apenda kuniita presenter 001. Twenzetu. Tumshukuru jalia ilahi mola rabbana kuweza kutuletea TV yetu ya sunna. Sasa tunajivunia kwa marefu na mapana, sasa tunajivunia kwa